Mheshimiwa Spika, kwa upande wa uhimilivu wa deni la serikali hadi Aprili 2025 deni la serikali lilikuwa shilingi trilioni 107.70 na kati ya kiasi hicho deni la nje lilikuwa ni shilingi trilioni 72.94 na deni la shilingi trilioni 3.30.76 na tathmini ya uhimilivu wa deni uliofanyika kwa mwaka 2024 ulionyesha kuwa deni letu bado ni himilivu ikiwa ni kipindi cha muda mfupi, muda wa kati pamoja na muda mrefu. Katika tathmini hiyo, Mheshimiwa Spika, viashiria vinaonyesha kuwa kwa mwaka 2024-2025 tathmini ya sasa ya deni la serikali kwa pato la taifa ni 40.3 ikilinganishwa na ukomo ambao ni 55. Hatupaswi kuwa na hofu kabisa kuhusu jambo hili. Na kwa upande wa thamani ya sasa ya deni la nje kwa pato la taifa ni 23.6 ikilinganishwa na ukomo wa 40 ambayo ni standard ya kimataifa. Na thamani ya sasa ya deni la nje kwa mauzo ya nje ni 123.8 ikilinganishwa na ukomo ambao ni 180. Hatupaswi kuwa na hofu na jambo hilo. Mheshimiwa Spika, hadi Machi 2025 kampuni ya Moody's Investors Services ilifanya zoezi la mapitio ya kwanza ya tathmini ya nchi kukopesheka katika masoko ya fedha ya kimataifa kwa mwaka 2025 ambayo inaongelea pia uimara wa uchumi wa taifa letu. Baada ya kukamilika kwa zoezi hilo, kampuni hiyo ilichapisha matokeo ambayo yameendelea kuiweka Tanzania katika daraja la B1 kama ilivyokuwa kwa matokeo ya mwisho wa mwaka 2024. Aidha, kampuni nyingine kubwa Fitch Ratings iliendelea na mapitio ya kwanza kwa mwaka 2025, inatarajia kuchapisha matokeo hivi karibuni. Kampuni hiyo ilichapisha matokeo ya mapitio ya mwisho wa Disemba 2024 ambapo iliipatia Tanzania katika daraja la B+. Mheshimiwa Spika, katika matokeo ya tathmini nchi yetu kukopesheka katika masoko ya mitaji na uhimilivu na uimara wa uchumi kimataifa inaendelea kuipa taswira chanya nchi yetu katika medani za kimataifa. Matokeo hayo ni bora kuliko nchi nyingine katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati na kusini mwa jangwa la Sahara. Pamoja na mambo mengine ambayo yamechangia jitihada za serikali inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni katika kuweka mazingira wezeshi ya uwekezaji wa sekta binafsi, kukuza uchumi, kusimamia kwa makini deni la serikali na kuimarisha ushirikiano wa kimataifa, yani diplomasia ya uchumi. Mheshimiwa Spika, serikali itaendelea kutekeleza mikakati mbalimbali ili kuhakikisha kuwa deni linaendelea kuwa himilivu, ikiwemo kuimarisha ukusanyaji wa mapato ya ndani ili kupunguza utegemezi wa mikopo katika ugharamiaji wa bajeti, kuelekeza fedha za mikopo katika miradi inayokuza mapato ya ndani na mauzo ya bidhaa za huduma nje ya nchi, kuendelea kuwahimiza maafisa masuhuli kuzingatia maandalizi ya msingi ya miradi mikubwa kabla ya kuingia kwenye mikataba kwa mujibu wa sheria na kanuni, miongozo iliyopo, pamoja na kuepuka ongezeko la gharama za miradi inayokopewa fedha.